Sayyid bin al-Musayyab, wanaosoma tarikhi za wajawema wanamjua ni ahadu min kibari tabi'in. Mmoja katika tabi'ina wakubwa ni huyu Said bin al-Musayyab, mpaka Imam Shafi'i rahmatullah alayh asa pamoja na kwamba ni tabi'in, lakini hadithi inayotokana naye ambayo hadithi hiyo ni maqtu'u, lakini hadithi yake aliyoipokea yeye yawezekana ikawa ni hadithi ambayo ni sahihi. Itakayotoka Said ibn Musayyab namna alivyoishi, hadithi yake ni sahihi. Hajawahi kukosa udhu huyu kwa muda wa miaka 40 ya umri wake. Yeye anatembea na udhu muda wa miaka 40 katika umri wake. Ana hadithi ya kisa cha Salman al-Farisi na Abdullah ibn Salam. Huyu ni Mfursi, huyu ni Myahudi, Abdullah ibn Salam. Ana hadithi ya kisa chao kwamba hawa walikuwa marafiki wawili ambao walishibana sana, mpaka ikafikia wakaambiana kwamba bwana, ukifa, ikiwa wewe utatangulia mbele ya haki, mmoja anamwambia mwenzake, basi tafadhali unijie, pamoja na kwamba umekufa, njoo kwangu niambie uliokutana nayo mbele ya Mola wako. Ni ule urafiki namna walivyoshibana mpaka akataka kujua ni nini habari ya yeye baada ya rafiki yake kufa, kakutana hali gani. Lakini mpaka anamwambia hivyo, anajua kwamba hawezi kumjia ambaye yuko kwenye adhabu. Alijua tu atakuwa mjia mwema tu wa Mungu. Sema akafikiwa na mwenzake, akamuuliza, hali yako huko vipi? Akasema, bwana, mimi nimesalimika kwa sababu ya tawakkul. Tawakkal wa abshir, mtegemee Mungu sana, alafu na ufurahike ukishamtegemea Mungu. Falam ara shay'a mithla tawakkuli, sijawahi kuona kitu ambacho chamsalimisha mtu na adhabu ya kaburini kama kumtegemea Mungu. Lakini wakati anamwambia kwamba tukutane baada ya wewe kufa, hakikisha unakutana na mimi. Hivyo waliokufa wanaweza kukutana na waliokuwa haya, sema yeye wanakutana. Akampa jawabu akimwambia, arwahul mu'minin, roho za waumini ziko huru, zaenda mahala popote zinapotaka. Kwa mtu aliyekufa, mfano wa rafiki yangu huyu Sheikh Umar al-Hadi, ni kwamba kwa namna tulivyomfahamu ni kwamba bila shaka na yeye yuko katika hawa arwahul mu'minun, kwamba hizo roho za waumini ziko huru, tadhhabu haithu sha'at, zenda mahala popote zinapotaka. Nini muhimu sasa sisi tuliokuwa hai? Ilikuwa muhimu ni kwamba kufa kuna mawili tu, imma rawdatan, imma uwe fi rawdatin min riyadhil janna au khufratin min khufari niran, uwe katika neema au uwe katika adhabu. Ukishakuwa katika adhabu, wewe uko mahabusu, hakuna namna kukutana na yoyote. Hukutani na aliyekufa mwenzako, wala hutojua habari za aliyekufa mwenzako, wala hukutani na aliyekuwa hai kwa namna yoyote, kwa sababu arwahul kuffari mahbusa, roho za waliokuwa makafiri zimefungiwa mahala, zimo katika adhabu, ziko katika taabu, katika misukosuko, hazina nafasi. Mtu kafiri hana nafasi ya kutaka kujua nini kinachoendelea katika dunia, lakini mu'min hana lolote isipokuwa ni starehe tu akiwa akhera. Basi muhimu ni kwamba kila mmoja anajijua hapa baina mimi, kuanzia mimi mwenyewe, kila mmoja anajua matendo yake aliyoyafanya. Kwa kujua matendo yako uliyoyafanya mja, unajua kwamba we ni mtu wa adhabu au ni mtu wa neema. Kila mmoja anajijua. Yani usiseme fulani. Yani tuacheni sisi mtindo wa kunyosheana vidole. Jinyoshe mwenyewe, kwa sababu hakuna anayejijua kama yeye mwenyewe.
Kwa yule anafanya maasi, anafanya vibaya, wajisumbua bure. Wewe je? Tukianza kujitazama wenyewe tutabadilika, tutaingia kwenye hasibu anfusakum qabla an tuhasab.